kabisa nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Watanzania, lakini kwa nafasi yangu kama waziri wa nchi ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, ninayo dhima ya kusimamia misingi ya utawala katika nchi, lakini pia kwa specifically utawala bora. Utawala bora ni utawala ambao unazingatia sheria, kanuni na taratibu kwa tafsiri nyembamba, lakini kwa tafsiri kubwa utawala bora ni utawala ambao unawafanya wananchi waishi kwa amani, utulivu na maendeleo. Amani, utulivu na maendeleo. Nataka niseme, niweke maneno yangu katika msingi huu kwa sababu ndipo ninapotaka kuzungumzia zaidi. Miaka 5 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa awamu ya 6, inaisha kesho kutwa atakapokuja kulifunga bunge. Uhai wa bunge ndio unao mark kwamba sasa sisi wawakilishi tunaanza kwenda kutafuta ridhaa tena kwa wananchi, na kwa hivyo mwaka 2025 ndio siasa zetu zinaanza kufikia mwisho, na baadaye ni uchaguzi unaendelea mpaka tunapokwenda Oktoba, na ndio tutaunda serikali nyingine. Dr. Samia Suluhu Hassan aliingia mwaka mmoja baada ya kifo cha hayati Dr. Magufuli ambaye alikuwa rais wetu wa awamu ya 5. Alichukua nchi ikiwa na malengo, alichukua nchi ikiwa na matarajio makubwa sana, na mtakumbuka kwamba hayati Magufuli alianzisha miradi mikubwa sana ambayo mingine hata kwa kweli haikuwa imesemwa hata katika ilani za uchaguzi, na pengine mingine ilikuwa imesemwa kwenye ilani zilizopita lakini haikutekelezeka, lakini akaja kuiamsha katika kipindi alichoingia. Kwa hiyo tulikuwa na mambo mazito makubwa, na kwa kweli kuchukua nchi katikati na ukaweza kukamilisha kwa mafanikio kama alivyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan ni jambo la kupongezwa kwake yeye binafsi kama Samia Suluhu Hassan, lakini kwake kama rais aliyechukua nafasi baada ya kufiwa na rais aliyekuwepo. Kwake kama rais pia tunampongeza, lakini nyuma yake tunakipongeza Chama cha Mapinduzi na sera zake ambazo kumbe consistently, hata kama tukipata majanga makubwa kama ya kumpoteza kiongozi wa nchi, bado chama kinaweza kikasimama imara na kikatetea usalama na utulivu wa nchi na tukaweza kufika katika malengo yaliyokuwa yamepangwa. Lakini tatu, nipongeze uimara na uhimilivu na resilience ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hiyo ya mwaka 77 ambayo inapigiwa kelele. Pamoja na hayo yanayopigiwa kelele, pamoja na mapungufu yanayosemwa, na sitaki kusema kwamba hakuna mapungufu, hakuna kitu kilichokamilika chini ya jua. Yawezekana yapo mapungufu, na baadhi ya mapungufu yapo yanazungumzwa na wenzetu na wadau wengine, na lazima tuheshimu mawazo ya wadau wengine katika muktadha wa mambo ya umma. Lazima tuheshimu na mawazo ya watu wengine wanaposema kuna mapungufu. Pamoja na mapungufu hayo ya katiba hiyo inayozungumzwa, katiba hiyo ndiyo imetupitisha katika kipindi kigumu cha kufiwa na rais, na makamu wa rais akachukua nchi akachukua nchi na akafanya utekelezaji wa yale yaliyokuwa yamepangwa kwa mafanikio makubwa. Hili ni lazima Watanzania walielewe kwamba nchi yetu ni very stable, nchi yetu ni himilivu hata katika mitikisiko. Nchi nyingine ikitikiswa hivyo inaanguka kabisa. Nchi nyingine ikitikiswa hivyo machafuko yanatokea. Lakini Tanzania imeonyesha kwamba ni nchi ambayo ina watu makini, ina misingi makini kama ilivyoachwa na waasisi wake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Abeid Amani Karume. Waliacha misingi imara ya taifa hili na inaendelea kuevolve na kutupa matokeo. Ni kazi yetu sisi kuendeleza misingi hiyo na kuimarisha zaidi, na pale panapohitaji mabadiliko kufanya mabadiliko, lakini katiba yetu has granted us mafanikio tulionayo na uhimilivu tulionao, na sasa wananchi wa Tanzania wanayaona mafanikio makubwa yaliyofikiwa na serikali hii ambayo ni ya 6. Serikali ya awamu ya 6 imefanya nini? Nini tunakwenda nacho tunapokwenda kuwaomba Watanzania waichague CCM? Moja, kwanza ni uimara wa uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwamba miradi mikubwa inayojenga msingi wa uchumi wetu kukua na kwenda kwenye uchumi wa kati wa juu kwa miaka 25 tena mingine ijayo. Na tufahamu kwamba kuna tukio kubwa sana katika mwaka huu, kwamba
Vision 2025 imemalizika. Sasa tunakwenda kuzindua Vision 2050 ambayo sasa na yenyewe itatupeleka miaka 25 ijayo, tukiwa na malengo yote kwa kiasi kubwa cha zaidi ya 80-90 yamefikiwa, kwa sababu tulisema katika vision ile 2025 iliyotengenezwa na serikali ya Mkapa, tulisema tunataka kufika uchumi wa kati, tumefika uchumi wa kati. Tulisema tunataka kuimarisha njia kuu za kuchechemua uchumi wetu, tumezifanya. Mathalan, kuwa na kiwango kikubwa cha uzalishaji wa umeme, tumekuwa na megawati za kutosha sasa za umeme, kwa sababu bwawa la Mwalimu Nyerere limetuimarishia umeme. Jamani, bila umeme, na uchumi wa kisasa unapimwa kwa kiwango cha nchi inavyozalisha umeme, lakini pia sio kuzalisha tu na kuutumia umeme huo. Leo Tanzania tunaweza kutumia umeme wa zaidi ya megawati 5,000. Zaidi ya megawati 5,000 kiuchumi ni tafsiri kubwa sana kwamba uchumi wetu ni uchumi ambao umesimama katika misingi imara. Lakini uimarishaji wa miundombinu, mathalan ujenzi wa reli ya mwendokasi ambayo sasa unaendelea, na sasa hivi treni inafika hapa Dodoma, treni ya kisasa ambayo hiyo unayoweza kuiona nchi zilizoendelea ndio unayoiona Tanzania, na pengine baadhi ya nchi zilizoendelea hazina treni kama hii ya kwetu ya kisasa, lakini hazina mabehewa kama haya ya kwetu ya kisasa. Leo tunao usafiri wa kisasa ambao ni ardhini, lakini tunavyozungumza leo kwenye kutekeleza Vision 2025 chini ya CCM tumeweza kuunganisha mikoa yote kwa barabara za lami na kuunganisha wilaya nyingi kwa barabara za lami. Sasa tunazungumzia kuunganisha baadhi ya wilaya kwa barabara za lami, lakini sasa tunavyozungumza, ukitoka Mtwara unaweza ukawa na gari ndogo ukatembea mpaka unafika Kigoma, ziwa Tanganyika. Unatoka bahari ya Hindi mpaka ziwa Tanganyika kwa barabara za lami bila kugusa udongo. Kwa hiyo mimi nataka niseme haya ni mafanikio makubwa, lakini iko miradi mingine, kwa mfano kulivampu shirika letu la ndege ambalo lilikuwa limekufa. Leo tuna ndege zaidi ya 13. Tunaruka kwenye anga la kimataifa, tunaenda nchi za nje. Hatukuwa na ndege hizo kwa muda fulani baada ya mianguko na kuanyuka, kwa sababu hatuwezi kuwa sahihi katika kuamua kila kitu. Alisema waziri wa mipango jana, Profesa Kitila, kwamba si kila maamuzi tutakayoamua yanaweza kasa. Mengine tunaweza kuamua yakawa pengine sio sahihi, tukakosea tukarudi, lakini tumeweza kurekebisha, na leo shirika letu la ndege tuna ndege za kutosha na nyingine tunaendelea kuagiza, lakini tumejenga viwanja vya ndege karibu kanda zote za mikoa ya nchi yetu, upande zote za mikoa ya nchi yetu. Ndege zetu zinaweza kufika. Unaweza kufika nyanda za juu kusini, ukafika kanda ya ziwa, ukafika kanda ya ziwa kwa upande wa Kagera, unaweza kufika kaskazini. Kwa hiyo unaweza kufika kusini, karibu mikoa yote sasa ndege zetu zinaweza kwenda, zetu wenyewe, ndege za Tanzania. Lakini pia tunakwenda South Africa, tunaenda India, Mumbai, tunaenda China. Haya mambo ni mambo ambayo mtu anafikiria ni madogo, lakini mambo makubwa ukiyazungumza. Lakini tumeweza kuboresha sana huduma za jamii. Na tuanze tu kwenye kilimo. Pato linalotokana na kilimo limekuwa sana. Pato linalotokana na madini limekuwa sana. Kwenye utalii ndio usiseme. Tumefanya mambo makubwa sana kwenye utalii. In numbers, ukiumisha katika utalii, nilikuwa najilinganisha na nchi zingine za ni theory lakini ni nadharia, lakini kwa wenzetu ni nadharia, kwa sababu idadi wanayoyasema ya watalii walioingia na sisi watalii walioingia kwa kiasi ambacho tulikuwa tuko chini, sisi tumeingiza watalii wengi kuliko katika nchi yote katika ukanda huu, kwa maana ya ukuaji wa nyongeza ya watalii. Kwa hiyo sisi tumefanya vizuri sana katika utalii, na kanda ya kaskazini sasa imechangamka kwa sababu ya utalii kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo rasilimali ya sehemu ya utalii imeendelea inakuwa na imesaidia kukua kwa uchumi. Lakini pia nchi kama nchi lazima uiangalie pia katika huduma za jamii. Sasa tunaweza kuwa na hospitali za mikoa, tuna hospitali za kanda za rufaa, tuna hospitali za rufaa za mikoa yote, hospitali nzuri za viwango vya juu. Tuna hospitali za wilaya, kila wilaya tuna vituo vya afya. Karibu kila wilaya ina vituo vya afya zaidi ya 8-9, ingawa si katika kata zote tuna vituo vya afya kama sera ilivyosema, lakini ni kama vile catchment areas. Sasa hakuna mtu anayeweza kwenda kilomita zaidi ya 80 haja kwenda kwenye kituo cha afya katika maeneo yetu. Na katika kituo hiki cha afya kuna nini? Kuna gari la wagonjwa linaloweza kumbeba mgonjwa akishindikana kutibiwa pale kumpeleka kwenye hospitali ya wilaya. Lakini tuna magari ya wagonjwa kutoka kwenye hospitali ya wilaya kumpeleka hospitali ya mkoa. Hivyo mpaka kwenye hospitali kubwa za taifa za rufaa. Lakini pale kwenye kituo cha afya kuna nini?
Sasa tuna karibu vituo vyote vya afya kuna x-ray machine, lakini pia kuna hata vituo vingine vina ultrasound. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa, lakini majengo yake ni makubwa. Bado tuna shida na changamoto ya watendakazi, kwa maana ya watumishi kutosheleza, kwa mfano wa teknolojia, watu wa maabara na watu kama hao kusoma x-ray na vitu kama hivyo. Haya ndio tunayokuja kuyafanya sasa tunapokwenda katika awamu hii tunakwenda kutekeleza. Lakini kimsingi katika huduma za kijamii tumefanya mambo makubwa sana. Elimu tumefanya mambo makubwa sana. Tumejenga shule za kutosha nyingi. Sitaki kutaja takwimu hapa kwa sababu takwimu zitachukua muda mrefu kidogo, lakini kimsingi mwenye macho haambiwi tizama. Tumejenga shule za msingi mpya za kutosha. Tumejenga shule za sekondari katika kipindi cha miaka hii minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuseme mitano, maana ndio awamu yake. Tumejenga shule za sekondari mpya nyingi kuliko tulizojenga toka tupate uhuru. Tumejenga vituo vya afya vingi kuliko tulivyopata uhuru. Lakini ona sasa, bajeti tuliyokuwa nayo sasa ya kusomesha watoto wetu kwenye shule hizo imekuwa na udahili wa wanafunzi umekuwa kwa kiasi kikubwa. Darasa la kwanza, lakini wanaokwenda kuanza kidato cha kwanza umekuwa sana, lakini wa darasa la kwanza ndio unatishia zaidi. Umeongezeka almost mara 7 zaidi ya kile kiwango kilichokuwepo kwa miaka 5-10 siku za nyuma. Hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba taifa hili kama tunapambana na elimu, kwa sababu msingi na uhai wa taifa lolote ni elimu kwa watu wake. Kujenga the human capital ya nchi ndio jambo la msingi. Leo ninavyozungumza katika vyuo vikuu sasa, tumetoa kwenye mikopo ambayo ilikuwa inatolewa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu watoto ambao wazazi hawana uwezo. Sasa leo hii karibu 100% wanapata mikopo. Na wanapokosa mikopo kwa kweli wengine wanabaki, lakini wanaobaki ni wachache sana, na wakiomba kwenye rufaa wanapewa, wanakadiriwa, na rais wetu amekuwa na huruma sana. Tumetoa kwenye bajeti ya bilioni kama 400 kwa ajili ya kusomesha, kutoa mikopo ya elimu ya juu na vyuo vya kati, mpaka bilioni 900, karibu trilioni 1 imeenda. Sasa hii ni utashi wa nchi, kwa sababu rasilimali hizi sawa, lakini rasilimali watu ni muhimu sana kuijenga ili iweze kuzitumia rasilimali za asili tulizonazo kwa mafanikio na kwa maendeleo makubwa. Kwa hiyo nataka niseme kwamba nchi kama nchi consistently hatukuwa na mfumuko wa bei uliotisha hata katika majanga mbalimbali yaliyotokea, lakini consistent tumekuwa na growth ya uchumi kwa asilimia, kiasi kwamba katika mtikisiko wa dunia, katika ile matukio magumu yatokea COVID, mdororo wa uchumi duniani, sisi consistent uchumi wetu umekuwa ukikua, haukutetereka. Kwa hiyo sisi kwa sababu ya resilience ya uchumi wetu tunaweza tukatoka tukatamba. Na nikasema kabisa kama alivyosema rais kwamba hata uchumi wa Marekani umetetereka na ukashuka, sisi wa kwetu consistent umekuwa ukitamba. Kwa hiyo uchumi wetu sisi ni imara, uchumi wetu umejengewa msingi imara, ndio maana hautetereki. Sasa rais anavyosema hivyo, mtu mwingine anasema rais anasema tu. Hapana, tunasema kwa sababu ni vitu vinaongea, numbers zinaongea. Tumefanya ulinganisho kupitia kwa waziri wetu wa mipango, ametoa takwimu wa uchumi wa dunia, uchumi wa Afrika ulivyokuwa na fluctuate, lakini akasema na wa Tanzania ulivyokuwa consistent, umekuwa na growth hata katika vipindi vigumu. Kwa hiyo nchi yetu ni very stable, nchi yetu iko salama. Rai yangu kwa Watanzania, tunapokwenda kwenye uchaguzi, twende kwenye uchaguzi tukijua hii nchi imejengiwa misingi imara. Hii nchi iko salama chini ya Chama cha Mapinduzi. Twende kwenye uchaguzi tukijua kwamba hatua tuliyoipiga na mafanikio tuliyoyapata ni makubwa sana. Tukitoka kwenye uchaguzi tukirudi, tutaenda juu zaidi na kwenda kwenye uchumi wakati wa juu, au kuingia kwenye uchumi wa nchi za uchumi wa kwanza. Kwa hiyo mimi matarajio yangu kwa Watanzania ni kuona kwamba mnaonyesha upendo kwa viongozi wetu, mnaonyesha upendo kwa nchi yenu na kuwa wazalendo kwa nchi yenu, na sio kusukumwa na ajenda za watu msiowajua ili tuweze kuleta machafuko. Yakija machafuko hapa, hasara ni ya wewe ambaye una watoto wako, wewe ambaye una bibi yako hawezi kimbia. Lakini mwisho wa siku nchi hii ni yetu sote. Lazima tuvumiliane, lazima tushirikiane. Wote tuna stake katika nchi yetu. Awe mpinzani, awe mtu wa namna gani, mtu yoyote ana haki ya kutoa maoni yake, na sisi kama serikali na sisi kama chama ambacho kimekuwa na uzoefu toka kupata uhuru, tutaendelea kuyasikiliza na kuyaaccommodate mawazo ya watu wote bila kuvunja misingi ya amani na utulivu wa nchi yetu.